Siniambia maneno haya, nichague nikuleteni maendeleo. Yamekuja? Yamekuja? Atayaleta kutoka wapi? Maendeleo ni wewe mwenyewe na wenzako waliokuzunguka, mkaketi chini, mkatafakari hali yenu ya matatizo, mkajua kwa kukusanya nguvu zenu na akili zenu kwa pamoja, mkajua ni namna gani kutatua tatizo hili na lile na lile. Kama ni mtaro wa maji machafu, namna gani ya kutengeneza ukawa vizuri na maji yakatiririka. Kama ni mbu, namna gani ya kupiga spray mbu wakapungua. Kama ni ugonjwa wa malaria, kuangalia tunafyeka manyasi ambayo yanaleta mbu. Kwanza ujue kwamba ugonjwa huo malaria sio kwamba ni mchawi kauleta, ni mbu, ni vidudu vidogo vidogo tu ambavyo wala havihimili vikipigwa dawa ya kuua mbu na kadhalika. Lakini mnafanya nyie wenyewe. Mnafanya nyie wenyewe. Sote tunajua kwa hakika ya kwamba amani ikiharibika, sote tunakuwa tumeharibikiwa. Kwa hivyo ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha ya kwamba amani inalindwa. Ni kawaida tunapoelekea katika uchaguzi kuwa na wasiwasi na mashaka kwa sababu ya mambo yanayoendelea, lakini ni vizuri pia watu wakawa na elimu ya kutosha ili hayo ambayo tuna wasiwasi nayo yasitokee. Unalenga kuamsha ari ya wasomi. Tunafahamu kabisa wasomi wana nafasi kubwa sana katika masuala ya kijamii, hasa masuala ya amani. Na wasomi wakikaa kimya masuala ya amani, kutoa miongozo, kutoa tafakuri, hasa uchaguzi unaokuja, taifa linaweza likafika mahala pabaya. Tumeona kwa mfano viongozi wa dini wamejitahidi kwa nafasi yao kutoa mahubiri ambayo yanashape tuone kwamba tunapoenda tuende kufanya uchaguzi wa amani. Sisi tunaona sasa kuna haja pia wasomi waone hiyo role wanaivaa. Kama wasomi wanazungumziaje na wananchi na viongozi na taasisi mbalimbali wao kama wasomi. Wanafunzi wa vyuo vikuu wana nafasi kubwa sana ya kuhakikisha tunadumisha amani kuelekea uchaguzi mkuu, kwani tunategemea wanafunzi wa elimu ya juu kwamba wana uelewa mkubwa sana wa masuala ya amani, kwamba nchi inahitaji amani. Hata sisi pamoja na elimu tulionayo haiwezi ikawepo kama amani haipo. Sasa katika uchaguzi mkuu wa 2025 lazima sisi kama wanavyuo tunao nafasi kubwa sana kuhakikisha kwamba tunadumisha amani. Amani inadumishwa vipi? Kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa wanajamii mbalimbali ambao wana elimu ya uchaguzi na elimu ya amani pia. Amani pia tumesema inaambatana na haki. Sasa kuhamasisha watu wasiweze kujihusisha katika vurugu au propaganda zozote ambazo zinaweza kuvuruga amani katika nchi yetu. Lakini naweza nikawashauri wanawake waweze kuwa kipaumbele zaidi katika kuwania nafasi za uongozi, wasiogope